Hii ni Bugoma TV. Habari. Mkoa wetu wa Katavi ni mkoa ambao una wakulima ambao huwa wanasafirisha mazao yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni muombe Waziri wa Kilimo aweze kutuelezea swala la utozaji wa ushuru kwenye mazao. Huko nyuma, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuliambiwa magunia chini ya 10 hayachajiwi, lakini sasa hivi mwananchi hata akipitisha gunia moja anachajiwa ushuru. Ninaomba Waziri wa Kilimo aweze kulielezea hili. Walimaji wa tumbaku wanakopeshwa mbolea ya NPK. Mbolea hiyo wanapokopeshwa kwenye makaratasi imeandikwa malipo yao ni dola 63. Ina maana wanakwenda na reti ya dola ya siku hiyo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanapokopeshwa hiyo mbolea ya NPK hawaambiwi ile tumbaku itauzwa kilo moja shilingi ngapi. Wananchi wote ambao wanatoa mazao shambani yale wanayotumia chini ya tani moja kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, sio kwa ajili ya matumizi ya kibiashara, wananchi wale hawapaswi kutozwa hata senti moja. Hayo ni maelekezo ya serikali na hayajawahi kubatilishwa. Kwa hiyo huo ndio msimamo. Kwa hiyo kama kuna shida huku chini, ni lazima sasa muwe mna uwezo wa kuziripoti kwa mkuu wa wilaya, muwe mnaweza kuziripoti kwa mkurugenzi, kwa mtendaji wako wa chini, ili kuhakikisha ile haki yako ya kimsingi inapatikana. Na moja ya utaratibu ambao umekuwa ukitumika, unatakiwa kule eneo lako la shamba, labda kule kwenye kata X, unatakiwa utoe taarifa kwa mtendaji, na mtendaji akupe kibali kuainisha kwamba mahindi hayo unakwenda kuyaweka nyumbani kwako kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Nafikiri hapo nimetoa ufafanuzi mzuri. Wakulima wananunua mbolea kwa dola, lakini hawajui wakati wa bei ya soko. Utaratibu wa kupanga bei hususani kwenye mazao kama ya tumbaku, haya mazao ya kibiashara. Kwenye tumbaku, moja ya msingi wa kwanza wa kupanga bei ni wanaangalia gharama ambazo mkulima ameingia. Yaani kwenye ile calculation, mbolea ni sehemu ya ile gharama ambayo atalipa mnunuzi wa mwisho. Kwa hiyo jambo hilo limekuwa likifanyika, na kwa kuzingatia vile vile bei za soko la dunia, kwa sababu biashara hii ni ya ushindani. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo, na bahati nzuri bei kama za tumbaku, bei kama mazao ya korosho, huwa huwezi kupanga bila kushirikisha wadau wa zao husika. Kwa hilo limekuwa likifanyika, lakini tutaendelea kutoa elimu zaidi ili wakulima waone kama kuna mahali pana makosa tufanye marekebisho, lakini vile vile tunataka kuhakikisha kwamba mkulima anaendelea kuwa mnufaika mkubwa wa sekta ya kilimo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika lile jengo la hospitali ya mkoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna mochwari. Mtu anapofariki analazimishwa kuwekwa kwenye ambulensi kuletwa kwenye hospitali ya wilaya ambayo ipo takribani kilomita 12. Mgonjwa anapofariki, amefariki saa hizi, inalazimika awekwe kwenye ambulensi ili aweze kusafirishwa kutolewa kule kuletwa kwenye hospitali ya wilaya. Ninaomba hilo jambo Mheshimiwa Waziri Mkuu ulichukulie kwa uzito. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba hospitali ijengewe jengo la waiting bay, ina maana jengo la kusubiria. Juzi nimepita pale na nina picha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakupa. Wanaowahudumia wagonjwa wanalala nje ya wodi wakiwasubiri wagonjwa wao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukilizia milioni 100 zinaweza kujenga waiting bay. Hospitali ya wilaya ina waiting bay, hospitali ya mkoa haina waiting bay. Hospitali ile
haina uzio, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Matokeo yake hata mgonjwa anaweza kutoroka au wagonjwa wanaweza kuvamiwa. Ninaomba pesa za ujenzi wa uzio kwenye hospitali ya rufaa. Ni hili ambalo limezungumzwa na Mheshimiwa mbunge wa viti maalum hapa. Ndugu zangu wananchi wa Katavi, kwanza niwapongeze sana wabunge wenu. Ni wabunge wanaowasemea sana ninyi, wanawasemea bungeni, wanauliza maswali, wanatoa michango mizuri, na kwenye ziara za viongozi wakuu kama hivi wanawasilisha hoja ili ziweze kufanywa kazi. Hospitali yetu ile ya rufaa ya mkoa, zile zinaitwa changamoto za maendeleo. Ukifanya maendeleo, yapo mahitaji yanazaliwa. Mpaka leo hospitali ile mnaiona imesimama, Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka pale zaidi ya bilioni 12. Na kwa jengo hili ambalo Mheshimiwa mbunge amelitaja, jengo la mama na mtoto, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan analeta bilioni 5. Bilioni 3 zitatumika kukamilisha jengo pamoja na kununua vifaa. Bilioni 2 zitatumika kukamilisha ujenzi wa mochwari pamoja na kuongeza wodi pamoja na njia pamoja na miundombinu hiyo ya watu kusubiria wakati wagonjwa wao wakipata huduma. Hii ni Bugoma TV habari.